Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika somo la kwanza, Nabii Zekaria anaelezea juu ya utukufu utakaolipata taifa la Israeli. Anatangaza kuja na kukaa kati yao, na mataifa mengi yataujia mji wa Yerusalemu na kuupatia utukufu. Na Bwana atakuwa mlinzi na ukuta wa moto kwa taifa hili. Hivyo Yerusalemu haitalindwa tena na ukuta wa mwanadamu, bali na ulinzi wa malaika wa Mungu. Ndugu zangu, maneno haya yawe kwetu maneno ya kutuhamasisha juu ya kutumainia ulinzi wa Bwana. Baadhi yetu tunalindwa na mbwa wakali au silaha kali au kampuni thabiti za ulinzi na kukaa katika majengo yaliyowekewa uzio mkali pengine wa umeme. Lakini tusipokuwa makini katika kumtumainia Bwana, katika kumkaribisha Bwana alinde kila tulicho nacho, hakika hatutaweza kuwa salama. Tunakuwa salama kwa pale tu Bwana anapokuja na kufanya makao katika miji na nyumba zetu. Kwani waweza kuwa hata na ulinzi wa ukuta mkali, lakini adui akaishia tu kukuvamia tu. Magonjwa mbalimbali yanayowasumbua walio wengi hata wapo katikati ya ulinzi mkali, lakini magonjwa utafanyaje? Kuna mbwa kukimbiza magonjwa? Hapana. Magonjwa mbalimbali yanawasumbua hata walio katika ulinzi mkali. Haya hayawezi kukomeshwa kwa silaha tulizonazo au pesa zetu tulizonazo. Ni vizuri kumtumainia Mungu, lakini yeye ndiye mponyaji mkuu. Lakini ndiye atakayetupa akili ya kujua ni dawa ipi, ni tumfuate nani. Mungu ndiye mwelekezi wetu, tusimwache. Tunahitaji ulinzi wa Mungu. Shetani huzunguka kama simba angurumaya akitafuta mawindo, hivyo yafaa tuwe imara. Tujifunze kumkaribisha Mwenyezi Mungu ili achukue madaraka na ulinzi wa maisha yetu. Nguvu za mwanadamu, ndugu zangu, hazitoshi. Tunahitaji kumtumainia Mungu. Wale ambao tumemwacha Mungu, Mungu ndiye mlinzi wangu. Kumbuke Daudi aliimba, wewe Bwana nguvu zangu, yani wewe Bwana ni nguvu zangu. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, ngome imara, boma, nijifiche kwenye boma lako. Na yeyote yule anayejificha kwenye boma la Mungu, yeyote yule ambaye Bwana ni nguvu zake. Unakumbuka Daudi vizuri alipotafuta na Sauli alitaka kuuawa, lakini hakuna mtu aliyeweza kumuua Daudi kwa sababu Bwana ndiye alikuwa amemzunguka. Ulinzi wa Mungu ndio wenyewe. Mungu akikuzunguka, hata waje wafalme, hata waje wa nani, hata aje yupi, hakuna ambaye atakayeweza kukugusa, kwa sababu Bwana ndiye mwamba kwako, ndiye jabali, ndiye ngome, ndiyo sehemu ya kujificha, ndiye nguvu zako. Hakuna atakayeweza kupambana na wewe, na atakayepambana na wewe atajikuta anapambana na Bwana, na ukipambana na Bwana unapondwa kabisa. Ndugu zangu wapendwa, somo la Injili, Yesu anawaeleza wanafunzi wake ukweli wa mambo yatakayotukia maishani mwake, kwamba atateswa na kufa na siku ya tatu atafufuka. Lakini neno hili linakuwa vigumu sana kupokelewa kwa wanafunzi wa Yesu, na pia wanaogopa hata kumuuliza. Haya yalitokea kwa sababu Yesu aliongea kuhusu ukweli wa maisha yake, jinsi ulivyo, uhalisia wa mambo yatakavyokuwa, kwamba itambidi kuteswa. Lakini inakuwa vigumu na kwa uhalisia huu kupokelewa na wanafunzi wake. Na ikiwa Yesu angekengeuka, ndugu zangu, au angekataa uhalisia huu, basi kwa hakika angalishindwa kutekeleza wajibu wake na hata kutimiza lengo lake la kutuletea sisi ukombozi. Lakini Yesu anaeleza ukweli, na ukweli huu anaendelea kutimiza, na hakika aliutimiza. Ndugu zangu, sisi tuwe watu wenye kukubali uhalisia wa maisha yetu. Tuzikubali hali halisi zetu. Kama tunataka kweli kuwa wafuasi wa Bwana, ni vizuri tuende kwa Bwana jinsi tulivyo. Tusijifanye uweze kujifanya mbele ya Mungu. Mungu anakufahamu. Nenda kwake kwa jinsi ulivyo. Mwambie naumwa hivi, nateseka hivi, nataka hiki. Wewe ndio unajua maisha yangu, nisaidie. Tusinganganie tu kile wanachotaka watu. Kuna wenzetu pengine wanatushauri kama walivyo wakina Petro walivyotaka kumwambia Yesu, hapana, rudi, njoo. Haya mambo hayatakupata. Yesu amwambia, wewe rudi nyuma yangu shetani. Haya mambo lazima yatanipata. Tusinganganie kile wanachotaka wenzetu, bali tutimize kile kinachotakiwa na uhalisia wa maisha yetu. Tuishi sisi kama sisi, tuishi utume wetu na majukumu yetu, na tuyatimize, tusiyakimbie ndugu zangu. Tuyafanye kwa uaminifu, na hakika Mungu atatupa nguvu. Leo tujifunze, Bwana uwe kwangu ukuta, uwe kwangu mwamba, uwe kwangu nguvu.
hakuna kitakachonigusa. Timiza majukumu ya Mungu, hakika Mungu atakuwa nguvu kwako. Atapigana na maadui zako, atahangaika na wale wote ambao wanataka kukumaliza. Yeye atakuwa nguvu kwako. Hata kama watu wakikutenga, hata kama hakuna mtu yote anayekusupport kwenye jambo lolote lile, Mungu ndiye nguvu kwako. Jifunze kusimama, na hasa inapokuwa ni jambo la kweli. Simamia ukweli hata pale mahali ambapo unajikuta huko mwenyewe. Kama Yesu alivyokuwa mwenyewe pale msalabani. Wengine wanapiga ile msulubishe. Na ndio maana sio mara zote sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Wakati mwingine sauti ya mmoja ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo tujifunze, tunachotakiwa kuogopa ni dhambi. Tukimtegemea Mungu, hata kitokee kitu gani, hata jambo liweje, yeye yupo nasi. Watu watatuchukia, watu watatusengenya, watu watasema mabaya kuhusu maisha yetu. Usiogope. Kusengenywa kwa mwanadamu ni kawaida. Ni vitu vya kawaida kabisa. Yaani usiache kutenda mema kwa sababu watu wanakusengenya. Yaani simama, usiogope chochote. Yaani jiwekee kwenye maisha vigezo na masharti kuzingatiwa. Kusemwa vibaya, kuchukiwa ni kawaida. Aliyepata 0, aliyepata 0, division 0, haonewagi wivu. Anayeonewa wivu ni yule aliyepata 1, yule ambaye anafanikiwa kwa maisha. Kuna watu kwenye maisha yako hawakutegemea kuona jinsi ulivyo. Walisha kubox. Walishajua wewe ni mtu wa kula vidagaa tu, yani wewe utakiwa kula kambale wala sato, yani wewe ni mtu wa namna hiyo. Wakikukuta siku ukiwa na sato au na kambale, wanahuzunika, hawataki. Wanakutafutia vita. Lakini ukiwa na Bwana, kama kwenye somo la kwanza anaposema kwamba Mungu ndiye atakuwa ukuta kwao, ndiye atakayezunguka mji wa Yerusalemu. Na wewe pia wewe ukiwa kama mji wa Mungu Yerusalemu, hekalu lake, atakuzunguka ukimchagua yeye. Na akikuzunguka wewe, kuna adui wa kuweza kukugusa. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.